Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Awali ya yote namshukuru Mungu aliyetupa neema tena siku ya leo, tarehe kama hii, ili tuweze kujifunza maneno ya Mungu na tuweze kuendelea kumjua Mungu. Kwa hiyo nikukaribishe ndugu mtazamaji, tuende pamoja, kwa kuwa kuna jambo jema ambalo Bwana ametuandalia siku ya leo tupate kujifunza. Kabla tujaendelea, ninaomba nimshukuru Mungu kwanza, alafu tuendelee. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili yangu mimi, asante kwa ajili ya mwandishi wetu. Asante kwa ajili ya ndugu mtazamaji popote pale Bwana amba alipo. Ninamwombea Kristo neema yako imfunike. Tuende pamoja kwenye maandiko tukijifunza, na Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu, tupe usikivu, tupe neema. Wakubwa kwa wadogo, wajalie neema ya kukufahamu katika jina la Yesu. Tubariki kwa mibaraka yote ya rohoni kwa jina lako Baba, naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Yesu. Awali ya yote Mungu ametupa neema tena kuendelea kujifunza maandiko. Leo ujumbe wetu au somo linasema maisha ya mtu ni mbegu. Maisha ya mtu ni mbegu, au maisha ya mtu ni mtaji kwa watu wengine. Faida yake imefichwa. Ninaomba twende pamoja. Tega sikio mwana wa Mungu, nipe ushirikiano tukajifunze. Nataka nikutie moyo. Nataka tuone maisha ya mtu ni mbegu kivipi, na ni faida kivipi kwa wengine, na kwa nini faida yake imefichwa. Twende kwenye maandiko moja kwa moja. Tunapoenda kusoma maandiko, mbegu ni nini? Na mara nyingi tunafahamu mbegu za kawaida ambazo wakulima huwa tunazitumia kwenye kupanda. Mbegu siku zote huwa haimpi mkulima kufanya matanuzi. Mbegu haimpi mkulima kufanya vitu kwa kutumia mbegu, kwa sababu yenyewe huwa haiuzwi ili kuleta manufaa. Yenyewe ni kwa ajili ya kudhalisha, ili mkulima atakapopata faida yake ndio aitumie kwenye matanuzi yake anayoyataka. Sasa na somo linasema maisha ni mbegu. Maisha ya mtu ni mbegu, na au ni mtaji kwa watu wengine. Pendwa mtazamaji, nataka nizungumze juu ya maisha haya tulionayo. Kama vile mbegu ambavyo mara nyingi watu huwa wanavitumia, maandiko yanasema wakati mtu anavichukua mbegu kwenda kupanda, huwa anakwenda kwa machozi, haendi kwa furaha, kwa sababu mbegu haimpi furaha. Huwa anaenda kwa machozi. Lakini wakati wa mavuno, Biblia inasema hurudi kwa kelele za furaha wakati amebeba miganda. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mtazamaji, ninataka nizungumze maisha mwanadamu ni mbegu. Kama vile wanavyofurahia watu katika maisha haya ya dunia ya leo. Nini? Kuna furaha katika faida, sio kwenye mbegu, ambapo ninataka tuende kwa kina ili unielewe mtazamaji wangu, na upate kupewa hatua nyingine siku ya leo tena kwenye mafundisho haya, ili uweze kuamka na uweze kupiga hatua, uende viwango vingine na uendelee kumtukuza Bwana. Biblia inasema katika Injili ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 12 mstari wa 24. Biblia inasema hivi: amini amini nawaambieni,
chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Twende tena kwenye Kiswahili cha kisasa. Injili ya Yohana hiyo sura 12 mstari wa 24. Kiswahili chetu kinasema hivi: amini amini nawaambieni, mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, hubakia kama mbegu peke yake, lakini ikifa huzaa mbegu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona Biblia inasema kwenye viswahili ambavyo tofauti tofauti. Biblia inasema chembe ya ngano ikianguka katika nchi ikafa, ikianguka katika nchi ikifa huzaa, lakini isipokufa haiwezi kuzaa. Kwa sababu gani? Ikifa maana yake huondoka kwenye hali ya kuwa mbegu moja na kuleta mazao mengine yanayotokana na mbegu moja. Tukipanda punje ya mhindi moja, ikifa kiini chake cha ndani kikaota, na baada ya suke, Biblia inasema haiji punje moja, zinakuja punje nyingi sana. Mfano huu Yesu aliuzungumza akijieleza yeye Kristo mwenyewe. Yesu alisema, ninaenda kuteswa, ninaenda kufa ili niwe fidia kwa watu wengine, ili niwe faida kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwana wa Mungu alipokufa, alikuwa ni mtu mmoja ambaye ndiye aliangikwa msalabani. Lakini leo toka miaka 2000 iliyopita, faida iliyopatikana kwa mtu mmoja ambaye ni Yesu ni mabilioni, ni watu wengi ambaye tayari ni punje kwenye mganda moja ambao unatokana na punje moja ambaye ni Yesu Kristo. Wakristo leo duniani ni wengi sana. Kwa nini? Kuna mbegu ilianguka kwenye nchi ikafa, ilipokufa ikatoa mazao mengine. Haleluya, haleluya. Pendwa mtazamaji, nataka nieleze mbegu. Yesu akawa ni mbegu. Baada ya kuwa mbegu, maisha yake yalifukiwa. Maisha yake yalikwenda kuwekwa kwenye udongo, kwenye ardhi, ili kwamba wanadamu walijua haitaota hii mbegu. Wanadamu wengine walijua mbegu hii haitakuwa na faida tena. Ni kama vile mkulima anapoifukia mbegu kwenye udongo. Pendwa mtazamaji, mkulima anapoifukia, mambo matatu ambayo hana uwezo nayo. Hana uwezo wa kuleta maji, tukiachana na kilimo cha kumwagilia. Kile kilimo ambacho tunategemea mvua, hatuna uwezo wa kuileta. Kwa mkulima anabaki anamwambia Bwana Mungu, ninaomba mvua kwa kuwa nimeipanda mbegu kwenye ardhi. Pendwa mtazamaji, na baada ya kuipanda, Mungu akileta mvua, mkulima anasema Bwana kuza mbegu. Kwa kuwa mkulima ana uwezo wa kukuza mmea, anayekuza ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka nizungumze mbegu, mwana wa Mungu. Wewe ni wa thamani sana. Kristo akawa ni mbegu iliyofukiwa. Akawa ni mbegu iliyofukiwa katika maisha ya Ukristo. Wakati anaeleza habari za mbingu, kuna wanadamu hawakusadiki. Kuna wanadamu hawakumwamini. Kuna wanadamu hawakumkubali. Walimwona kama anacheza kwenye macho yao. Walimwona kama anacheza kwenye elimu zao. Walimwona kama anacheza kwenye ajira zao. Walimwona kama anacheza wakijiangalia maisha ya utajiri waliokuwa nayo. Walimwona Yesu ni kama anacheza kwa kusema ufalme wa Mungu kwenye masikio yao. Mwana wa Mungu aliye hai, sikiliza neno alilolisema Yesu kwenye maisha yetu. Yuko ambaye alikuwa analifuatilia kwenye ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho haujawahi kushindwa jambo. Ulimwengu wa roho haujawahi kushindwa jambo lolote. Mbegu, neno la Kristo, lilifuatiliwa na mbingu kwa ajili ya ulimwengu wa leo. Ndio maana kila neno la Kristo alipolitamka lilikuwa na mamlaka
ya kufuatilia. Biblia inasema hata mitume walipokuwa wakihubiri Injili, kila walipokwenda, Yesu alithibitisha neno kwa ishara zilizoambatana na mitume, ili neno hili liwe hai, lizae matunda. Pendwa mtazamaji, maisha ya mtu ni mbegu. Wakati mwanadamu kwa uhalisia wa kawaida, mwanadamu kwenye uhalisia wa kawaida anapodhaliwa duniani, maisha, kuna kipindi maisha ya mwanadamu yanapita kwenye mfumo wa kuwa mbegu. Sio wakati wote atakuwa ni mbegu. Nisikilize mpendwa, kuna wakati unapita maisha yako yanakuwa ni mbegu. Kila unachokifanya unakiona hakiendi. Nini? Unapita kwenye mfumo wa kuwa ni mbegu. Wakati wanadamu wanakuangalia mbegu kama bado haijawa na punje nyingine, haijafa, ndipo unajiona kama uko peke yako. Ndio maana kuna wakati kabla uko ni mbegu, unaweza ukawa kwenye kutafuta ajira, unaiona kama ajira haipatikani. Nini? Kuna wakati unapita ambao wewe unatengenezwa ni mbegu. Bado majira ya kunyeshewa mvua, bado majira ya kuota, bado majira ya punje kukomaa, wazo lako la mwanadamu kupata suluhisho. Pendwa mtazamaji, ninaomba twende pamoja ili unielewe, mwana wa Mungu, kile ambacho mbingu zimenisukuma niseme nawe siku ya leo, ambacho Mungu amenishirikisha ili nikwambie. Yesu alionekana yuko peke yake, akachagua mitume wa kumsaidia kazi. Wakawa wanasema, huyu ni Yesu ambaye walimwambia, walisema baba yake yuko hapa na mama yake na ndugu zake, tunamjua huyu, tunamfahamu. Wakasema tunayejua maisha yake vizuri. Hawakujua Yesu anakwenda kwenye wakati wa kuwa mbegu itakayokuwa faida ya dunia nzima, na sio taifa la Wayahudi tu. Leo baada ya Kristo kufa na kufufuka, akawa ni faida kwa wengi. Leo tunapozungumza, punje zinazotokana na maisha ya Kristo duniani ni nyingi sana. Kwa nini? Zimetokana na punje moja ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu li hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Leo mataifa yote, makabila yote, jamaa na lugha wanaimba wimbo moja wa mwanakondoo. Kwa nini? Ni punje zilizotokana kwenye punje moja. Baada ya Kristo kukubali kufanyika kuwa mbegu, pamoja na changamoto nyingi alizopita, alikubali kukaa na kuvumilia mateso, alikubali kuvumilia misumari, alikubali kuvumilia taji ya miba, alikubali kuvumilia siki, alikubali kuvumilia matusi. Biblia inasema wengi walimtemea mate, wakamzihaki, wakamfunga macho, wakimwambia tabiri. Sikiliza mwana wa Mungu, wakati huo Yesu alikuwa yumo kwenye udongo, amefukiwa. Utu wa ndani uko natengenezwa kwenye roho. Maisha ya utu wa ndani yalikuwa yanapikwa, lakini baada ya mwanakondoo kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu kwa wanaomwamini na wanaomkubali. Pendwa mtazamaji, haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Maisha ya Kristo yakawa ni mbegu iliyo na faida. Leo hii dunia nzima watu wanamhubiri Yesu, watu wanamtukuza Yesu. Punje moja kipandwa zikitoka nyingi, huwa na uhakika haziliwi na mtu moja. Ndivyo maisha ya Kristo yalivyo kwa sasa. Magharibi, mashariki, Yesu anahubiriwa. Kusini, Yesu anahubiriwa. Kila pande Yesu anahubiriwa. Ni kwa sababu alikubali kuwa mbegu. Lakini kumbuka, kuna saa alipita kwenye mateso, kuna saa alipita kwenye dhoruba, kuna saa alipita kwenye maumivu makali, ili afanyike faida kwa wengine. Pendwa mtazamaji, ndivyo mwanadamu ulivyo hata wewe sasa. Kuna saa unapita kwenye mapito hayo. Kuna saa unapita kwenye wakati mgumu. Unajiuliza maswali. Mbona nimepita kwenye wakati mgumu? Katika kusoma nimesoma katika wakati mgumu. Natafuta ajira wakati mgumu.
Unatamani kuwa na huduma, uko kwenye wakati mgumu. Unatamani kuwa na ndoa nzuri, uko kwenye wakati mgumu, haumuoni mke mwema. Unatamani kuwa na mume mwema, unapita kwenye wakati mgumu. Sikiliza, mbegu huwa inapita kwenye changamoto. Nataka nikupe mfano wa kawaida wa kibinadamu. Mbegu ya kawaida, wazazi wetu zamani, kabla ya teknolojia kuwa kubwa, tulikuwa tunapanda kabla ya mvua. Sasa sikia mwana wa Mungu mfano huu. Mbegu ikipandwa kwenye ardhi, tulikuwa tunapanda kabla ya mvua kunyesha. Tunapoipanda hiyo mbegu ni ili kwamba mvua ya kwanza inaponyesha ikute mbegu iko kwenye ardhi. Sasa hiyo mbegu ikipandwa kabla ya mvua kunyesha, ilikuwa inakutana na changamoto nyingi. Cha kwanza, mbegu inakutana na changamoto ya jua kuwaka. Jua linapowaka, ardhi inachemka, ile mbegu inakutana na joto kali. Kama mbegu hiyo ilikuwa ipo juu, inaungua kwa sababu iko kwenye joto kali. Na ikishaungua, mkulima atapata mafanikio ya faida ya mbegu aliyoipanda. Na nisikiliza mwana wa Mungu li hai. Na kuna sisimizi walikuwa wanazitoa zile mbegu. Na kumbuka, kwa sababu tunapanda kabla ya mvua kunyesha, mifugo ilikuwa inapita kwenye mashamba. Wakati miguu ya ng'ombe ya mifugo inatembea, kuna wakati mbegu ambazo ziko juu zinatolewa na miguu ya wanyama. Mwana wa Mungu, nisikilize kwa makini, nataka nikutie moyo. Nataka niseme nawe habari hizi za maisha ya mtu ni mbegu. Mbegu ikisha kutolewa na miguu ya wanyama, inakuwa haina faida. Mvua inapokuja, inaikuta mbegu ipo nje, na ikiwa nje, rahisi ndege kuvamia na kuzila. Pendwa mtazamaji, ndivyo maisha ya mtu wa rohoni yalivyo. Kama mbegu hii ya kawaida hupita kwenye changamoto ya joto kali na kuungua na kuliwa na sisimizi na kuliwa na ndege na hata kutolewa nje ili mkulima sipate faida, ndivyo maisha ya kiroho yalivyo. Pendwa mtazamaji, maisha ya kiroho yana changamoto kubwa. Usipokaa kwenye neema ya Yesu, usipokaa kwenye neema ya Kristo, usipokaa kwenye neema ya Mungu, adui anatamani ya kutoa nje ili usiwe na faida kwenye ufalme wa Mungu. Lakini nataka kukwambia, pamoja na changamoto zote, vumilia. Kuna wakati na majira yaja ambayo mbingu inaachilia mvua ya rohoni kwa ajili ya kuneemesha maisha yako. Na hayo majira yakifika, mpendwa, uwe na uhakika maisha yako yatakuwa na baraka kwa wengi. Maisha yako yatakuwa ya neema kwa wengi. Maisha yako yatawagusa wengi. Lakini kwa sasa, ukiwa kwenye mfumo wa kuandaliwa kama mbegu, yawezekana wanadamu wengi wasione thamani yako, wasione uhitaji, yani wasikuone kwamba wewe ni wa muhimu, wasione kana kwamba unahitajika. Nataka nitoe mfano wa pili. Mtoto wakati upo shuleni, tunapomsomesha, anasema baba nahitaji madaftari, baba nahitaji hichi na hichi, uniform, baba nahitaji hichi na hichi. Wakati huo mwanadamu yoyote huwa anamwona mtoto kana kwamba ni kama msumbufu vile, kwa sababu baba hajajua huyu mtoto faida aliyoibeba ndani yake ni kitu gani. Laiti mzazi, mbingu zingetupa kujua, maana yake tungelishajua mioni mwa watoto wetu ya kwamba huyu mwanangu anayesoma mbeleni atakuwa ni waziri mkuu. Nataka nikwambie mpendwa mtazamaji, hiyo ingelikuwa wazazi wanatembea wanarukaruka barabarani wanamshangilia Mungu, wangelikuwa ni wazazi wanayewasomesha watoto kwa moyo mmoja. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanajua faida yake iko kubwa sana mbeleni. Laiti mzazi angelijua mwanangu mbeleni ni daktari, laiti angelijua, asingefanya kana kwamba kumsomesha hataki, lakini angelijua faida aliyoibeba ya kwamba atakuwa ni mkuu wa mkoa,
Mzazi angesema, mwanangu, pamoja ninajua faida ulionayo, sitakupata changamoto. Angeuza mazao, angeuza shamba, angeuza mifugo, ili mtoto aende shule, asome kwa bidii, kwa sababu anajua huyu mtoto amebeba faida ya kuwa mkuu wa mkoa. Na mkuu wa mkoa anawagusa watu wengi, na anakuwa ni faida kwa watu wengi. Mpendwa mtazamaji, ninataka nikwambie, maisha yako yakiwa kwenye mbegu kwa sasa, vumilia. Waja wakati wa mbingu kuachilia neema, pamoja na changamoto unazopita, pamoja na changamoto unazokutana nazo, vumilia. Nataka nikwambie, vumilia. Vumilia. Maisha yanapita kwenye mbegu, inakuja faida ulioibeba rohoni mwako kwenye maisha yako. Faida imo ulioibeba, aidha iwe faida ya kanisani, iwe ni faida ya dunia, kwa sababu mwanadamu amebeba faida ambazo mbingu zimeachilia kwenye maisha. Kuna mwingine leo kumbe ni mtumishi mkubwa mbeleni, atakuwa ni askofu, atakuwa ni mwinjilisti wa kimataifa, atakuwa ni nabii, atakuwa ni mtume, atakuwa ni mwalimu, atakuwa ni mchungaji, atakuwa ni mwimbaji mkubwa wa kimataifa, lakini kabla hajafikia kuwa faida ya wengine, anakuwa kama mbegu ambayo inapofukiwa kwenye ardhi inakutana changamoto. Kuna saa unaumizwa, kuna saa unaumizwa. Wakati unaumizwa na wapendwa wenzako, usikate tamaa, usirudi nyuma, simama, jua huu ni wakati wa mbegu, imo kwenye maandalizi. Yupo Mungu anayekumbuka watu. Biblia inasema Yefta akafukuzwa na ndugu zake, wakamwambia, we Yefta, hautarithi pamoja na sisi, ondoka. Biblia inasema Yefta kaondoka, lakini Mungu wa mbingu na nchi alipoona majira yamefika kwa Yefta, Biblia inasema wakamtafuta, wakamwambia, Yefta, rudi utusaidie. Yefta akamwambia, ni yapieni. Wakamwambia, Yefta, utakuwa kichwa chetu. Saa ya faida imekuja, saa ya faida imekuja. Yefta akarudi, akawa kiongozi na akawa ndio mkuu kwa ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa mtazamaji, maisha yako yanapita kwenye nyakati tofauti tofauti. Maisha yako yanapita kwenye nyakati tofauti tofauti. Nataka nikwambie, wakati wa kuwa mbegu, usivunjike moyo wala usikate tamaa. Subiri, vumilia. Vumilia, ng'ang'ana, vumilia, subiri. Majaribu yanachoma kama moto, lakini vumilia. Majaribu yanachoma kama moto, vumilia. Kuna saa mbingu zaleta wakati wawe kuwa faida. Unawaona watumishi wa Bwana leo wakimhubiri Yesu, kuna wakati wamepita kuwa kama mbegu. Sikiliza mwana wa Mungu, kuna saa wamefunga siku 40 bila kula, siku 30, siku 21, na kuna wengine kufunga kwao wanaona ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kwa sababu huyu mtu alitakiwa awe mbegu, ndio maana alipitishwa kwenye saa ya kufunga. Akaacha chakula, akakaa miguuni pa Bwana, akautafuta uso wa Mungu ili wewe uje uone faida. Anaposema mtumishi wa Bwana, anasema, ninaamuru ugonjwa ondoka, na ugonjwa unaondoka. Mgonjwa anasimama, anasema, ninamshukuru Yesu. Lakini yule ambaye alikuwa ni mbegu, ukimuuliza wakati anang'ang'ana kumtafuta Yesu ili Bwana mpe karama na vipawa, alikaa mbele za Bwana kwa machozi, alifunga, aliacha kula, na ndugu zake walimtenga. Sasa kuna sari tukanwa, akaambiwa, unajifanya unamtafuta Mungu, utakula kanisani. Sikiliza nikwambie, wakati maisha yako yanapita kwenye kipimo cha kuwa mbegu, na kuambia mwana wa Mungu, vumilia, subiri mama, ngoja wakati wa Mungu. Mungu wetu akawii, ataitimiza ahadi juu ya maisha yako. Pendwa mtazamaji, maisha ya mwanadamu kuwa mbegu ni maisha watu wengi yamepita. Maisha haya yamepita kwa kila mtu, na baada ya watu kuvumilia, kuna wengine wamesoma ada hawakupewa, lakini walipata wasamaria wema wakawasaidia, wakasoma kwa kuungaunga, lakini leo ni mawaziri. Ukimuuliza namna alivyopita kwenye kipindi cha kuwa mbegu, ilikuwa ni wakati mgumu. Alitamani kuacha shule, lakini alivumilia, akaendelea vivyo hivyo. Kuna watu wamesoma wakiwa hawana nguo,
lakini walivumilia. Na kuna watu wamesoma hawana viatu, walivumilia. Mwana wa Mungu, kila mtu ana neema ambayo Bwana ameiandaa. Pamoja na changamoto zote unazokutana nazo, usijitetee kwa changamoto ulionayo. Nataka nikuambie, vumilia. Vumilia mwana wa Mungu, vumilia mtumishi wa Bwana. Endelea kuomba, usiache kuomba. Katika vitu vitatu kwenye maisha yako, usiviache kuvifanya. Kuwa mtu wa maombi sana. Cha pili, kuwa mtu wa kusoma neno sana. Cha tatu, ishi maisha matakatifu. Hivi vitu vitatu nataka niviachilie kwako mchana wa leo. Pendwa mtazamaji, popote ulipo, ninamwomba Yesu ailete neema hii kwako. Unanisikiliza, aidha umepita kwenye dhoruba za aina gani, nataka nikwambie kile ambacho Bwana amenipa kusema nawe. Kuna saa lazima uandaliwe kama mbegu. Mbegu inapoandaliwa haiandaliwi kwa kawaida. Cha kwanza, hupepetwa na kuchekechwa na kupitishwa kwenye moto ili ionekane ni mbegu bora itakayofaa hata kwa wanadamu wengine. Pendwa mtazamaji, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo mwanadamu, nimesema, mbegu yake huwa haionekani kama na faida, na ndivyo alivyo maisha ya watu. Tungelikuwa tunajua mbeleni huyu mtu atakuwa ni nani, watu wote wangelikuwa wanaweza wakaandamana naye ili wafanye mema, ili baada ya mtu huyu kufikia kwenye mibaraka ya kuwa faida, ili waone na wao wakikumbukwa na huyu mtu. Lakini kwa sababu hatujui, ndio maana Biblia inasema ya kwamba tufanye wema siku zote, wala tusiangalie kwenye maisha haya kwa kutenda wema kwa kutazama machoni. Ruhusu Mungu akutumie, ruhusu Mungu akuongoze, ruhusu Mungu akutangulie, ruhusu Mungu aende pamoja nawe, ili neema hii uzidi kuiona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mambo matatu nimekuambia: kuwa mtu wa maombi, na kuwa mtu wa kusoma neno, na kuwa mtu mtakatifu. Biblia inasema mambo matatu haya ukikaa nayo, vumilia. Biblia inasema Yesu aliwachukua mitume wakaenda kuomba. Wakati wanaomba, Yesu akiwa kwenye hali ya mbegu, ilikuwa ni maumivu makali. Akaomba, Baba, ninaomba ikiwezekana kikombe kiniepuke. Yawezekana kwenye maandalizi ya kuwa mbegu uliwahi kuona ya kwamba Mungu amekuacha. Nataka nikutie moyo, Mungu hajakuacha, yupo kwa ajili yako. Majira yaja yawe kuwa faida. Wakati unahangaika kutafuta ajira, kila ofisi unaoiendea, wanapokutazama anakuona kana kwamba hauna faida kwao. Vumilia, mwambie Yesu, wakati wangu waja, ambaye kwako kisema hakuna atakayeweza kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Endelea vumilia, kazana, mwambie Bwana, niko na kusubiri. Kuna mwimbaji mmoja anasema, ingoje ahadi ya Mungu huku kiomba. Unapoingoja ahadi ya Mungu, usiache kuomba. Ingoje ahadi ya Mungu huku ukiendelea kuomba, ukiendelea kuishi maisha matakatifu, ukiendelea kumng'ang'ana Mungu kama vile Yakobo alivyong'ang'ana. Ng'ang'ana nawe kwenye maisha yako, ukimwambia Bwana, najua upo wakati wa mimi kutoka kwenye maisha ya mbegu na kuwa faida kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, kabla neno la Bwana halijaja kwako kama lilivyosemwa kwa Isaya, Biblia inamwambia Isaya, neno linasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Kabla nuru yako haijaja, uko kwenye wakati wa mbegu, ninakwambia endelea kuvumilia, ili wakati wa Bwana wa kusema ondoka uangaze ukija, ili uyafurahie maisha ya kuwa kwenye ajira. Pendwa mtazamaji, ninazungumza nawe majira haya. Roho Mtakatifu, yeye ndiye anayejua mapito anayopita. Ameachilia ujumbe huu mchana wa leo. Mungu anajua kila moyo, na ndio maana neno hili limekuja. Ni Mungu anayejua mioyo, na ni Mungu anayejua ni nani nimpe chakula gani na nani nimpe chakula gani. Kilichoachiliwa mchana wa leo,
Pendo mtazamaji, roho yako pamoja na roho wa Mungu zitashuhudia ndani yako ya kwamba hichi ni kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu akishuhudia, fanyia kazi hichi ninachokisema. Uwe na uhakika wakati ukifika, mbingu zikiamuru mibaraka, unakuwa faida kubwa. Alifanyika kuwa mbegu. Biblia inasema wakati anawaambia ndugu zake, nimeota ndoto, ndugu zake wakawa wanachukizwa na neno la kusema nimeota ndoto, wakasema na tumuue. Lakini wakafika wakati wakapeana mawazo, hapana, tusimue na tumtupe kwenye shimo. Lakini baadaye nalo liwazo likaja, wakawaona Waishmaeli wanakuja, wakasema na tumuuze. Pendo mtazamaji, maisha ya mwanadamu yanapita kwenye changamoto ya kuwa mbegu. Yusufu akapita kwenye changamoto ya kutengenezwa kuwa mbegu, ili aje wasaidie ndugu zake, ili aje alisaidie taifa la Israeli, ili afanyike kuwa baraka hata kwenye taifa la Misri pia. Biblia inasema Yusufu alipouzwa akiwa kwenye mbegu, alipita kwenye mapito mengi. Mengine hayajaandikwa kwenye Biblia, lakini najua alipita kwenye changamoto nyingi sana, zile ambazo tunavijua kwa uchache, hata wakati amepelekwa gerezani. Lakini sikiliza, nataka nikwambie mwana wa Mungu, mbingu zilipoamuru mibaraka kuja sasa kwa Yusufu, ni sawa na neno ambalo linasema katika Isaya, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Lilipokuja hilo neno kwa Yusufu, Yusufu aliangaza. Hakuna Misri ambaye mtu yote hakumjua Yusufu. Watu wote walimjua Yusufu, mpaka ndugu zake walijua mtoto wetu ni Yusufu, mwenye mamlaka Misri, mwenye neema Misri, mwenye utawala ambaye Farao amemmilikisha Misri. Nini mwana wa Mungu? Vumilia, nataka nikutie moyo, vumilia. Vumilia pamoja na changamoto unazopita. Umo kwenye changamoto, unatamani, umesomea walimu, ajira hujapata. Vumilia, endelea kuomba Mungu. Umesoma kwenye kila shekhi ambao umeisomea, vumilia, subiri, ngoja, endelea kuomba Mungu. Usikate tamaa. Wakati waja wa kusema ondoka uangaze. Ukisha kuangaza hakuna atakayezuia. Biblia inasema kina Shadraka na Danieli wakiwa wamehamishwa, wako Babeli. Biblia inasema mbegu ikisha kuota, ikatoa mazao mengi. Yale mazao yanakuwa faida kwa wengine. Maisha ya Danieli yanakuwa faida kwa wengine baada ya kuonekana ndani mwao kuna roho bora zilizokaa ndani mwao. Biblia inasema mfalme alipoona hivyo, akawaweka kina Danieli kuwa wakuu kwenye wilaya ya Babeli. Pendwa mtazamaji, mahali ulipo ni kweli ulitakiwa uwe ni mtu mkubwa kwenye serikali hii, lakini hawajakuona. Ninataka nikwambie, usivunjike moyo. Kaa, subiri Bwana, endelea kumwomba Yesu, yeye ambaye huwainua watu. Biblia inasema huwainua wanyonge na kuwaketisha na wakuu. Laja hilo neno, hautabaki kuwa mbegu milele. Mbingu zitakuondoa kwenye kuwa mbegu na zikupeleke kuwa faida. Wakati wa punje kupandwa kwenye ardhi ikiwa ni mbegu. Pendwa mtazamaji, kuna mahindi ya miezi mitatu, miezi miwili, mwezi moja. Wakati ukitimia wa mwezi moja, hiyo mbegu inakuwa ni faida. Mara yake miganda inabebwa, inakwenda kuliwa na watu wengi. Pendwa mtazamaji, ni sawa na mbegu ambaye mwanadamu anasema, mimi Bwana nimenunua mbegu ambazo ni ng'ombe za maziwa, lakini zinapokuwa wakati wa kukamuliwa maziwa yake, wengine kwa sababu wamekuwa na mtandao mkubwa, maziwa yanapelekwa kuuzwa hata nje ya mkoa. Kwa nini? Imekuwa ni faida. Nasikiliza mpendwa mtazamaji, maziwa hayo wanayatumia ni watu wengine ambao huwajui. Lakini wewe wakati unaenda kununua ng'ombe ambaye ni mbegu ya maziwa, ulikwenda ukiwa nalia, unasema ni kweli nanunua ng'ombe wa milioni 6, ni kweli nitapata faida. Lakini baada ya faida kuja, wakati amekuletea maziwa na maziwa umeanza kuyasambaza, watu wengi wanafurahia kunywa maziwa kwa sababu ni mazuri, lakini hawakujua maumivu ya fedha uliyoipata. Sikiliza mwana wa Mungu, elimu uliyoipata ambayo umeisotea, umeisoma kwa machozi, kwa kufukuzwa kwa sababu huna ada, nataka nikwambie kwa neno la Kristo
yuacha kulipa ujira wako, ya kwamba vumilia, subiri, mbingu zitakuja kufanya muujiza kwako. Pendwa mtazamaji, nataka nikusomee Isaya. Twende kwa Isaya ili uone maandiko yanavyosema juu ya kuangaza kwako. Isaya 60. Biblia inasema, ondoka, angaza, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kiswahili kingine kinasema, ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Pendwa mtazamaji, hii ni neno la utukufu mbele za Bwana. Anaposema ondoka uangaze, manake muujiza wako umekuja. Manake mibaraka yako imekuja. Kuinuliwa kwako kumekuja. Kuwewe kutoka chini kumekuja. Ndio maana nimekwambia vumilia, laja neno la neema juu ya maisha yako, ambapo kila moja ataona utukufu wa Mungu, na mbingu zitafurahia ukuu wako, na mbingu zitafurahia neema ambayo utakuwa unaifanya kwa ajili ya dunia hii. Pendwa mtazamaji, na kutia moyo mambo matano. Cha kwanza, uwe na moyo wa uvumilivu, uwe na moyo wa subira, uwe na moyo unyenyekevu, uwe na moyo wa utii. Maana Mungu huwapenda wanyenyekevu sana, na Biblia inasema huwapinga wenye kiburi, huwapa neema wanyenyekevu. Wakorinto sura ya pili, Wakorinto wa pili sura ya 15. Pendwa Wakorinto wa pili, Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 36 hadi 38. Maandiko yanasema, ninyi wapumbavu kiasi gani, mpandacho hakiwi hai kama hakikufa. Pendwa mtazamaji, nataka nikwambie, kwenye mawazo yako, kama vile ambavyo kikisha kupandwa kinakufa, kinaleta matokeo, uwe na uhakika maisha ya kilio kwako yatapita. Utafufuka kwenye maisha mengine ambayo yatakuwa ni ya neema, maisha ya kutembea kwenye pawa ya rohoni, kama unavyoona watumishi wa Bwana wakubwa ambaye wanasimama kwa ajili ya kusema na wanadamu duniani. Ndivyo na maisha yako yameandaliwa na yanaandaliwa. Subiri, vumilia, ng'ang'ana, pambana, ya kwamba Mungu ni wa wote wenye mwili. Pendwa mtazamaji, nataka nikutakie baraka za Kristo kwa neno ambalo tumejifunza siku ya leo. Ninataka niombe na wewe ambaye unasema, mtumishi wa Bwana, ni kweli changamoto ambazo ninapita, ninatamani kuwa mhubiri, ninatamani kuwa mchungaji, ninatamani kuwa mwinjilisti, ninatamani kuwa mtume, ninatamani kuwa nabii, ninatamani kupata ajira, ninatamani kupata ada, ninatamani kupata mke mwema, ninatamani kupata mume mwema, ninatamani kupata nafasi ambayo nimesoma lakini bado sijapata. Pendwa mtazamaji, twende mbele za Bwana. Nataka nimwambie Mungu kwa ajili ya maisha yako, ya kwamba wakati wa kuandaliwa kama mbegu, ambaye Bwana amekuandaa kama mbegu, waja wakati wa kusema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Ninataka tuombe kwa ajili yako. Ninataka niombe kwa ajili yako. Ninataka niombe kwa ajili yako. Nitaunganisha pamoja na wagonjwa. Wewe ambaye ni mgonjwa, ninaomba kwa ajili yako. Ninaomba kwa ajili wenye shida mbalimbali. Yesu wetu anasema ametupa mamlaka, nami ninatumia mamlaka ya Kristo, kwa sababu ametupa kuomba kwa ajili yako. Ninaomba tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, majira haya na masaa haya, ninakuja mbele zako e Bwana,
Ninamleta mtazamaji wangu mbele zako. Bwana amelisikia neno. Moyo wake umeshikwa na chemichemi. Moyo wake umeshikwa na bubujiko. Ninamwombea, amelisikia neno na amelituma neno, limekwenda limetifua moyo wake. Amejua kwamba Mungu umempenda na unamuwazia mema. Kuna sari kata tamaa, kuna sari ingia kwenye maumivu, lakini baada ya neno hili kuliachilia wa Yesu, limemuinua. Ninamwombea Bwana, ninaomba achilia baraka juu yake, achilia neema juu yake, achilia mamlaka juu yake, achilia uponyaji juu yake. Aliye mgonjwa ninamwombea katika jina la Yesu Kristo. Bwana achilia uzima, ondoa kansa, ondoa malaria, ondoa typhoid, ondoa kila ugonjwa, ondoa kisukari, ondoa pressure, ondoa kila magonjwa yote. Bwana, ninakwenda kinyume na mamlaka ya giza katika jina la Yesu. Ninaamuru, ninaapisha kwa neno la Kristo katika jina la Yesu. Achilia uzima ndani yake, achilia afya ndani yake. Ninawaombea wajawazito waliopitiliza miezi, Bwana, wakiwa hospitalini, kwa jina la Yesu wape kujifungua. Ninaomba Bwana kwa ajili ya waliolazwa, hawana watu wa kuwauguza. Yesu mwenyewe achilia uzima kwao katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ambao Bwana hawana watoto, katika jina la Yesu fanya njia kama ulivyofanya kwa Hana. Wewe ni yule jana na leo na hata milele, katika jina la Yesu. Fungua maisha ya watu wako, badilisha maisha ya watu wako. Unapokuja wewe Yesu, amani na kuwepo, furaha na kuwepo. Unasema amani na wapa mimi, si kama dunia inavyowapa, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya vijana wote, naomba kwa ajili ya mabinti wote, naomba kwa ajili ya watoto wote, kwa jina la Yesu Kristo. Wape neema ya wokovu, waendelee kukua wakiwa wanajua Bwana nini ya Yesu, nini maana mapenzi ya Bwana juu ya maisha yao, katika jina la Yesu. Wabarikie Bwana, watenge mbali na roho za kidunia, watenge mbali na roho za uovu wa dunia hii, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, wewe ni yule yule jana na leo, haujabadilika Bwana. Asante kwa ajili ya mtazamaji, asante kwa ajili ya ndugu mtazamaji. Ninamwombea Bwana, kila mmoja anamweka mikononi mwako, ya kwamba Mungu utatakasa, na wewe ni Mungu wote wenye mwili, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba na kushukuru. Amen. Ndugu mtazamaji, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii. Naitwa mchungaji Abihudi Petro Mao, mtumishi wa Bwana, mchungaji wa kanisa la FPCT. Napatikana Dodoma, mtaa wa Mpama. Tupo kwa ajili ya kumtukuza Yesu na kumwendelea kumwinua Yesu. Kwa mawasiliano, kwa ajili ya msaada wa kiroho, nitafute kwa namba zifuatazo: Vodacom 0754 02 2809. Nitafute hewani, napatikana na nipo kwa ajili ya utumishi huu. Mungu akubariki sana, na usiogope na usisite kunitafuta, ili tuendelee kupeana msaada wa kiroho na kutakia neema za Kristo. Mungu akubariki na akuinue, akupe hatua ya kusonga mbele, kwa kuwa yeye anamwambia Yoshua na anamwambia Musa. Yoshua anaambiwa uwe na moyo mkuu, na Musa naambiwa waambie wana wa Israeli waende mbele. Nami nakwambia songa mbele, mtetezi wako yu hai, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba na kushukuru. Amen.